Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Judith Kapinga amesema ni maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuona wananchi wote wanapata huduma ya umeme. Mheshimiwa Kapinga amesema hayo Machi 17 mwaka 2025 katika kijiji cha Mangoto, wilaya ya Makete, mkoani Njombe, wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kukagua miradi ya umeme vijijini inayotekelezwa na serikali kupitia Wakala wa Nishati Vijijini REA. Taenda kunukuu, Mheshimiwa Rais, maono yake ni Tanzania nzima, mijini, vijijini na vitongojini kupata umeme. Ndio maana mnamuona anahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya miradi ya umeme kwenye vitongoji, amesema Mheshimiwa Kapinga. Ameongeza kuwa mwaka 2020 serikali iliahidi kuvifikishia umeme vijiji vyote 12,318 ifikapo Desemba mwaka 2025, na wakati serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani takriban vijiji 4,000 havikuwa vimefikiwa na huduma ya umeme. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Kapinga alitaka shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kuendelea kutoa ushirikiano kwa wananchi pamoja na utoaji wa elimu wa jinsi ya kufanya maombi ya kuunganisha umeme. Ametoa rai kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kwa kutumia namba 180 ambayo haina malipo kwa wateja. Mheshimiwa Kapinga amesisitiza kuwa azima ya serikali ni kuhakikisha umeme wa uhakika na unaotabirika unawafikia wananchi wote ili waweze kunufaika kwa shughuli za kiuchumi. Kufika kwa umeme katika kijiji cha Mangoto kumewanufaisha wananchi ambao wamefungua shughuli za kiuchumi ikiwa mashine za kusaga nafaka, lakini pia kuweza kurahisisha huduma katika zahanati ya Mangoto ambayo hapo awali ilikuwa ikitumia umeme wa jua. Kutokana na hilo, wananchi wameipongeza serikali kwa utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini, kwani wameweza kuinua vipato vyao ikiwemo kufungua biashara kama za kuchomelea na kuboresha huduma za afya. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Sam Media, endelea kusubscribe, kulike, kucomment, kushare mbalimbali ili siku zote uendelee kwa mtu wa kwanza kufikiwa na habari zetu wakati wote na muda wote.